Yes bana, mwana michezo popote ulipo, chimbo ni hili hapa. Nitakuwa cha kufanya subscribe, like, comment na share. Nipo na bwana Roger hapa. Timbwili limeinuka huko katika viunga vya Simba Sports Club. Upande mmoja ukionekana hautaki mwekezaji na upande mwingine ukionekana haumtaki Mangungu. Yaani in short mpasuko unazidi kuonekana ndani ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Nipo na Roger hapa, yeye ni shabiki lakini pia ni mwanachama, kwa hiyo anajua yote yale ya undani ndani ya Simba Sports Club. Bwana Roger, habari yako bwana? Safi. Nashukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha, mchana huu mambo yanaenda. Kwanza mimi nataka kusema ni mambo ambayo yanayoendelea ni si mambo ya kiungwana katika tasnia ya mpira wetu wa Tanzania. Nia ni nini? Vijana wanajikusanya, wanatengeneza mavikundi vya influencer hapa Tanzania, lengo na madhumuni kusupport kweli mpira wetu na mambo mengine yafanye yaende. Lakini hivi vitu ambavyo wanavyofanya si vitu vya kiungwana na si vitu vya kujenga kwenye klabu yetu kama ya Simba wekundu wa Msimbazi. Tumepitia wakati mgumu sana, miaka 4 mfululizo. Sawa? Hatuna mataji lolote. Kuna muda tunataka tukae chini, tutulie, tutengeneze timu, tutengeneze umoja, tutengeneze mshikamano ili klabu ikae kwa imara, tuende mbele. Lakini watu wameinuka jana, wameita press yao ya ujanja, press ambayo haina mantiki yote, wakatumia nembo za klabu kukaa nyuma kuongelea tajiri Mo. Unaongeleaje Mo? Kafanya nini Mo? Hivi wewe unayemwongelea Mo umeona maisha yako? Yaani tathmini ya maisha yako wewe na yule pale hata robo uwezi ukaipata. Alafu unaenda kusema Mo afai, Mo kafanya nini, Mo sio timu atuachie, aondoke, ajiuzuru, sio masama ngapi tunapoondoke. Alafu ukiangalia mtu anaongea vile, hana mbele, hana nyuma, hana chochote ambacho yeye anachokijua. Ajui mikataba ya Simba ikoje, ajui Mo yuko pale kwa mkataba upi, kwa misingi ipi kwenye klabu, na ajui Mo katoa nini kwenye klabu mpaka leo. Almost miaka 4 Simba anakuwa bingwa ndani. Tunakwenda kwenye mashindano ya klabu bingwa ya shirikisho, finali tunaingia, tunashia hatua ya robo finali. Ana invest hela nyingi, anatoa hela nyingi. Kaka, kuendesha timu hii si jambo dogo. Asome mtu. Kugalimia hizi timu hizi si jambo dogo. Mimi mwenyewe tu katika maisha yangu nilishapitia kuwa mwenyekiti wa klabu ya timu ya daraja la kwanza. Niliona yule bosi wetu wa Bandari Tix pale wakati anadhamini ile timu yetu daraja la kwanza. Nilikuwa pale. Mimi mwenyewe ndo nilikuwa mwenyekiti. Nimeona gharama ambazo mtu anazitoa. Mpira una gharama, mpira unahitaji pesa. Mo ka invest, Mo kaipa heshima Simba. Tumepata heshima Simba. Leo tumekuwa kafu watano kwenye ubora barani Afrika. Hivi miaka yote nyuma tuko hivyo. Mtu anapambana, anatia hela, anafanya nini? Kila kitu anaweka huko na huko. Leo mnakuja watu mnaibuka, mnaanza kumkashifu, kuongea mambo ambayo hayana msingi. Yaani nini? Alafu leo ninyi ndo my friends mnasema, mnataka kwenda kwenye mashindano ya AFCON, kwenda kuzunguka nchi nzima, kwenda kusupport mambo ya Afrika, na kwa kauli hii kweli, kwa mambo haya kweli, hata watu ambao wanawadhamini wanatia hela zao kukupeni hizo fursa kweli sidhani. Kwa hii ya jana ilivyoonekana, kwa hii ya jana kila mtu kakaiona sidhani. Mimi wakati mambo yanaendelea jana nilikuwa kwenye ziara fulani za chama, tulikuwa na meya wa jiji, akaona zi clip tuko naye kwenye wasetu wa chama, akaambia angalia wenzako wote my friends, na akaambia kweli sisi wote my friends, lakini kwa hii wamezidi. Yaani si jambo zuri na si jambo jema na si jambo la kiungwana na si jambo la mpira. Sisi tunataka Simba yetu tuijenge, Simba yetu tujenge hoja ya kujenga klabu yetu, tujenge hoja ya kupambanua tufanye nini klabu yetu imove kwenda mbele. Tajiri uweze kumtukana tajiri mheshimu, mkumbatie. Mimi nimefurahi sana wakina Gudi Yanga, wakina Mwalimu, mafresa wa Yanga jana waliongea, wao wanamshika GSM, wanamkumbatia. Hao ndio watu kumkumbatia, tumkumbatie Mo. Sawa, tuache masuala ya ujanja, tuache masuala ya kutafuta riziki kwa nguvu. Haya mambo yanakwenda kwa ajili ya watu watafuta riziki kwa nguvu. Riziki ziko tu. Tumia akili, tumia nini, kuwa natu vizuri, utapata riziki. Lakini riziki ambayo watu wanaopewa pembeni laki mbili nene mkaongee, hivi vitu wanakosea. Na hata heshima yao inapungua. Yaani wao wanaona kama vile wanapatia na wanaona labda ni jambo la kiujanja, jambo zuri kwa kweli, lakini impact yao, heshima yao wanaopewa na watu
watu waenda Dodoma wanakwenda kucheza mechi na mapolisi na alafu leo tena wanaona wale viongozi mwenyewe wanakuitieni mnaongea utumbo kama huu, kesho na kesho kuta anaweza dalili kubwa zaidi. Yani tuoneni mbele turudi nyuma, ni kubwa zaidi. Mtu anatoa hela zake, ana invest hela zake, eti kama anapata sala atoke. Engineer mwenyewe kwenye kikao cha Young Africans, nakumbuka mwaka juzi aliongea budget yao, aliongea msimamo yao na akasema tupata hasara. Kwani mtu akisema kupata hasara ni dhambi? Ipo anatoa labda kile anachokitoa na kile ambacho alichokiingiza ni tofauti. Kwa lazima mtu aseme ni hasara. Kitu acha mambo, tupunguze njaa. Mimi nasema tu tupunguze njaa, tupunguze mambo ambayo watu ambao wanaofanya si mambo mazuri na si mambo jema. Tupambane kutafuta riziki katika njia sahihi. Tupambane. Unajua kila mmoja, mimi naamini wote ambao unaona pale umetoka kwenye familia zetu za kimaskini. Kwa hiyo kila mmoja anapambana kutafuta riziki katika njia yake. Watu pale wana shughuli zao, wengine pale wanauza maziwa, wengine sio wanauza biashara fulani. Hebu tufanye biashara kwanza za msingi. Kama una hoja ya msingi, ipeleke hoja ya msingi, utajibiwa kwa hoja ya msingi. Lakini tuache kuwataki kiongozi kama Mo anahitaji heshima, Mo anahitaji pongezi. Mo kaifanya Simba imekuwa 5 barani Afrika. Leo mnakuja kumtaki kwa ajili tu ya maslahi yenu binafsi. Mimi almost sijafurahiwa na wala sijapendezewa. Nitegemea wao walivyokaa pale wataongea masuala ya msingi ya busara ili klabu yetu imove kwenda mbele zaidi. Unajua haya mambo unavyoyaona hajaanza jana, hajaanza juzi. Sawa? Kuna kikundi ambacho kipo pale Simba wanataka tajiri atie ngazi. Sawa? Wana mwekezaji wao. Tunafahamu wana mtu wao nyuma, anahitaji ni timu fanya nini? Aichukue. Ni watu wa Dubai tunajua. Sasa ujamaa ataingiaje? Kwa hiyo lazima tutumie hawa watu walopokaji walopoke ili kule jamaa apaniki ashukue na hasira aseme timu fanya na yachia. Jamani, mambo yaende hivyo. Hata kama kuna mtu anataka naye kuja kuongeza nguvu Simba kuja kuinvest, mbona wengi wanakuja? Njoo Mo yuko nyuma, njoo nawe pia utengeneze brand yako ya biashara yako au kampuni yako. Mnakaa chini, iko mikataba, lakini haiwezekani mkamtaki mtu ili mfanye atoke ili akae mtu wenu muendeze maslahi yao. Hii yote inatengenezwa kwa ajili mwekezaji wetu Mo apate na hasira, apate na chuki, atoke ili watu wao ujanja waje pale, waje kuja kukaa pale waje Simba yetu. Ili kitu akiwezekani na kitu ambacho akikubaliki. Tunafahamu huu mchezo wote ambao nyinyi mnauona unaofanyika huko nyuma kuna watu ambao vijana wanawatumia ili mambo fulani yaende yaharibike. Sasa mimi kuambia tu hawajengi, wanabomoa. Ndio wanazidi kubomoa na wanazidi kuharibu klabu yetu na wanayazidi kufanya Simba kushuka. Leo tuko link ya 5. Tuna mechi za klabu bingwa. Angalau ndio nafasi si nzuri. Panahitajika umoja na mshikamano. Lakini kwa staili hii mimi na imani hatuwezi tukamove mbele na tuweze kwenda sehemu yoyote. Kutokana kuna watu nyuma wanatumika ili mambo ya watu wengine yaende. Ndio. 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 Unajua walivyoitwa. Unajua mimi namkubali sana yule Mwindi. Aliongea, nimeona interview yake, aliongea kwa akamtaja mpaka Mwenyezi Mungu. Unajua sisi walivyo watu kidogo dindini. Na kweli waliitwa kweli. Waliitwa kweli, wakaitwa kweli, wakazungumza na pale wakaamua nini? Mkasaidi pale. Na pale waliondoka 2-2 kila mmoja. 2-2 kila mmoja. Jue 2-2 kila mmoja. 2-2 laki mbili kila mmoja. Wakaamua saini pale ondokeni na hizo hela pale. Lakini yule Mwindi alikataa hizo hela. Sisi alituambia mapema kabla hata hii press yake ya jana. Alikataa mapema kwa sababu kuna maswali pia pale mwenyekiti alimpiga kule kikao. Kama hiyo kana huyu bado hawezi akabadilika. Sasa hata mimi nataka kukwambia kitu kimoja. Hata kama mmepoa 2-2 au 3-3 au 5-5, sawa, lakini haitakiwi mwende kumtrack mtu kama vile Mo.
Sawa, basi mpambeni wewe mtu wenu, msifieni, tengenezeni hoja za msingi. Huyu ni mwenyekiti kafanya hiki nafanya hiki na bado anastahili kukaa hapa kwa hiki na hiki. Tengenezeni hoja. Kisoso sio mnapoa laki mbili mwenda kwa nani kumtrack ni Mo ili kumchafua ili huyu mtu amna, mtengenezeni sababu yule naye kachafuka sana. Sawa, katika uongozi wa klabu ya Simba waliopita nyuma, wakina mzee Dalali, wakina mzee nani wenyekiti wengi waliopita Simba, nani ambaye alishakupiwa kibao akazomewa akafanywa vurumai, nani mwenyekiti gani? Hakuna. Lakini yeye juzi vijana pale taifa wanataka kumkunguta. Sasa hawa ambao wanataka ulipa kumsafisha, wangemsafisha kwanza yule mwenyekiti vizuri, watengeneze hoja za msingi, hoja za busara, lakini wao wamekuja kwa kumtrack Mo na kumchafua Mo. Hii si jambo jema na si jambo zuri katika. Kwanza nimefurahi uongozi wa Simba, nimefurahi nani magoli alivyochukua ile hatua jana, nimefurahi. Ili awape onyo watu hichi kitu kifaika. Tupunguze mitikasi ya ovyo, tupunguze njaa. Maisha haya ya njaa sio nzuri. Kila mmoja ana njaa, lakini njaa ikiwa kubwa zaidi, yani njaa ukienda mbele inakudhalilisha kwenye duniani hapa. Mo ambeki mtu avataka yeye. Mo amekaa almost miaka mingapi? Hii mipango tu inatengenezwa. Sawa, nimekubaliana na wewe hiyo point yako ya msingi ulizungumza. Kama unaona kuna hoja ya msingi, point ya msingi kuhusu wanachama, kuhusu upande wa wawekezaji, asilimia ngapi na asilimia ngapi, tengeneza hoja. Hebu zungumza kwenye press kwa utulivu na kwa point. Afu uone kama uongozi wa Simba hata kujibu. Tengeneza hoja ya msingi. Sasa usimtrack mtu kwa maneno mabaya. Kama hoja kama hiyo ambayo wewe uliosema ni hoja nzuri, sasa itie hiyo hoja ubaoni, waione watu, waisikilize watu, watakujibu tu. Sasa uwezi ukatengeneza hoja huku unamchafua mtu. Ni kitu ambacho kiwezekani. Sawa ndugu yangu. Mimi nimefurahi na hivi nimekuelewa wewe Zoe ulivyoongea, lakini unatengeneza hoja ya msingi iliyonyooka, iliyosimama, mbona kaa chini watengeneza hoja, tutengeneze budget hii, twende kwenye AFCON, tukipata hela hizi tuzunge nchi nzima. Mbona hizo hoja watu hawatengeneza? Kwa nini usitengeneze hoja nyingine ya msingi ili uongozi ukusikilize kujibu? Hii kwa jana wamekosea. Sawa, kuna utaratibu wa mikataba. Sawa? Na kuna utaratibu ambao mtu akiingia kwenye kampuni yote au kudhamini kitu chochote kuna mikataba. Hata by GSM pia kuna ameingia kwa mikataba. Ipo mikataba. Na ipo ambayo nyinyi kama wadau au wanachama au wale watu wa Simba nyuma wakiona huu mkataba wa Mo atuelewi, nikae chini. Mimi na imani mfano mtu kikae chini ukizungumza naye akiona kweli vitu vya msingi vipo, anaachia. Hizi timu ziko chini ya serikali yetu. Maana wakiona jambo aliendi, mimi na imani Mo anafanya anaweza kaachia. Lakini kuna vitu watoke tu wauni tu, waseme tu, achia ngazi, ondoka. Si nini? Wewe chini umeangalia makablasha yanasemaje? Angalia makablasha kwanza yanasemaje? Walivyokubaliana mwanzo kabisa. Wakati anaingia pale kuwa mdhamini wetu. Mwanzo angalia wanasemaje. Uwezo ukakurupuka tu umetoka kwenu Temeke, si wapi huko Manzese, si wapi si Kitunda, si wapi umetemeka kwa miguu mpaka umeenda
Sinza pale kwenye press kwenda kuongea mambo kama hayo ya uwezekani. Tuangalie mikataba inasemaje, kama mkataba huu na uwezo mkaongea bwana. Sisi tumeona katika mkataba wetu unasema kwa hivi na hivi, na tumeona mpaka dakika hii tunaona bwana mkataba wako unaisha, sisi mnao tunaona tuvunje huu mkataba. Sawa, tuachane na hii, tuondoke, tuangalie watu wengine wanakuja kuja ni kuwekeza hapa. Hii ni jambo la msingi, ni jambo zuri, lakini uweze ukakurupuka kuongea mambo mengine ambayo yote yanawezekana ya ovyo ovyo. Kwa mimi naona hapako sahihi. Asante.